Hujambo, mimi ni Wilberforce Ngoto na hii ni Force News. Siku 252 za kuendelea kushikiliwa kizuizini kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Tundu Antipas Lissu. Chadema bado imeendelea kupaza sauti katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba haki inapatikana ndani na nje ya nchi. Licha kuwa juhudi hizo zote bado zinaendelea kugonga mwamba, serikali ya Tanzania ikionekana bado kuziba masikio yake. Siku 252 za akiendelea kushikiliwa mahabusu, mwenyekiti wa taifa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu ameendelea bado kwa kitovu cha mjadala mpana wa kisiasa na kisheria nchini Tanzania. Kesi yake inahusisha mashtaka mazito ya uhaini, imeibua maswali mengi kuhusiana na utawala wa sheria, haki za binadamu na mustakabali wa siasa za ushindani. Upande wa mashtaka hadi hivi sasa tukizungumza umedai kuwa kauli na matamshi aliyotoa hadharani yalikuwa na viashiria vya kuhatarisha usalama wa nchi. Hata hivyo, mawakili wa utetezi wamekuwa wakipinga hoja hizo nzito, wakisema kwamba aachiliwe au kwamba asiendelee kushikiliwa. Kwa hiyo maneno kama haya ama kauli na matamko ya wasiwasi yametolewa mara kadhaa yakitaka kuheshimiwa kwa haki za msingi na kuharakishwa kwa mchakato wa haki. Serikali ya Tanzania yenyewe imekuwa ikisisitiza kuwa vyombo vya dola na mahakama vinafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na kwamba kesi hiyo bado inaendelea kukua katika muhimili wa mahakama bila kuingiliwa na mihimili mingine ya dola. Mashirika ya ndani ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yameeleza wasiwasi wa kuhusu kushikiliwa kwa muda mrefu kwa wanasiasa wa upinzani bila kesi kusikilizwa kikamilifu. Lakini kesi ya Lissu imekuwa kipimo cha hali ya uhuru wa kisiasa na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Kwa Chadema kuendelea kushikiliwa kwa kiongozi wao mkuu kumekuwa chachu ya mshikamano na kampeni za mbalimbali ikiwemo zile za mtandao chini ya kauli mbiu ile ya Free Lissu. Wafuasi wa chama hicho pia wamekuwa wakimtazama Lissu kama ishara ya mapambano ya kudai haki, demokrasia pamoja na uwajibikaji. Wachambuzi wa masuala haya ya kisiasa wanasema kuwa kesi hiyo imeathiri taswira ya ushindani wa kisiasa nchini, hasa katika mazingira ambayo upinzani umekuwa ukilalamika kubanwa kwa nafasi ya kushiriki siasa kwa uhuru. Kesi ya Tundu Lissu imefuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa, wakiwemo mabalozi, taasisi za kimataifa pamoja na mashirika ya haki za binadamu ambao wamekuwa wakitoa wito kwa kuheshimiwa kwa haki za binadamu. Siku 252 alizokaa Tundu Lissu gerezani zimeendelea kuwa zaidi ya masimulizi ya kesi ya mtu mmoja, bali kielelezo cha mjadala mpana kuhusu haki, mamlaka ya dola na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Kesi yake inaendelea kufuatiliwa kama kipimo muhimu cha mwelekeo wa demokrasia na utawala wa sheria nchini Tanzania. Mimi ni Wilberforce Ngoto. Tumezipitia siku 252 za kuendelea kushikiliwa kwa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema, Tundu Antipas Lissu. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Huko Instagram tunapatikana kama Force News TZ, kule katika Truth Social ni Force News TZ, katika Twitter kwa sasa X vivyo hivyo Force News TZ. Endelea kufuatilia Force News.